Mwenyezi Mungu akikupa jambo, cha kwanza anataka uihadithie ile neema. Fa amma bi ni'mati rabbika fahaddith, neema ya Mola wako isimuliwe, izungumzwe. Atahaddathu an-ni'ma shukra, kuisimulia neema ni sehemu ya kushukuru, na kushukuru si jambo dogo, ni jambo kubwa. Na Mwenyezi Mungu kila kichochoro anakitafuta kuwatafuta wenye kumshukuru. Wa qalilan li'ibadi yashkur, mwenyewe anatukiria katika waja wake ni wachache wenye kumshukuru. Neema ukiwa nayo, kuisimulia kwake, jamani, leo na mke na watoto, hii hali nilopitia zamani, ilikuwa msela, sina mbele sina nyuma, mpaka leo watoto hawa 20-30. Wallahi namshukuru sana Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Sio kujitapa, sio kujisifu, neema. Lakini sio kila mtu anaijua kwamba neema nayo. Wengi wetu la tu'rafu neema illa bizawaliha, hatuijui hiyo neema mpaka ikikutoka ndo una realize, kumbe na mimi nilikuwa katika mutanaiman, kumbe na mimi nilikuwa mwenye kuneemeka. Ikisha kutoka ndo unakumbuka hivi sasa. Kwa hiyo wachache mmoja mmoja, liuli nuha, wenye akili zilizopitiliza, basi wataona neema walizokuwa nazo. Tunamwomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kupitia hotuba hii atupe taufiki ya kuziheshimu na kuzienzi na kuzitukuza neema ndogo ndogo mpaka kubwa, ili tupate kumshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Ama neema ni nyingi mno. Kwa hiyo leo tutashukuru neema au tutaisimulia neema, kwa sababu ni maagizo ya Rabbul Izza, ni maagizo ya Mtume Muhammad. Fa amma bi ni'mati rabbika fahaddith. Kwani ufikiri tunasimulia nini? Neema ya utanzaniyuni. Ma jinsiyatuka, ana tanzaniyu, tanzaniyini. Ni upi utaifa wako? Mimi utaifa wangu ni Mtanzania. Hiyo nchi ya Tanzania yenyewe ni neema ya hali ya juu. Tena imeanza kuwa neema baada ya Rabbul Izza akisifu kwamba hii ardhi yenyewe ni neema. Antum ashaddu khalqan amis samau banaha rafa'a samkaha fasawaha wa aghtasha laylaha wa akhraja duhaha wal arda ba'da dhalika dahaha akhraja minha ma'aha wa mar'aha. Mwisho asema mata'an lakum wa li an'amikum. Kaitengeneza mbingu kama jengo, akauleta usiku, akaufunika usiku, akauleta mchana. Lakini mbali ya yote, baada ya hapo ardhi akaitandika, akaiwekea majabali, akaiwekea miti, akawekea kadha 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 kadha. Na alivyoiumba hii nchi, hii ardhi, mwenyewe ameitengeneza kwa kuidizaini. Ameitengeneza na sehemu nyingi ameisifu sana ardhi, na akasema wala tufsidu fil ardh ba'da islahiha. Hii nchi baada ya kutengenezwa, au hii ardhi, msiharibu baada ya kutengenezwa kwake. Kwanza sio nyie mliotengeneza, msiharibu. Na historia inatuonesha wanaoharibu nchi na ardhi wanafaa kupigwa vita haswa, kwa sababu wa mwanzo kaharibu walikuwa majini.
pale Mwenyezi Mungu alipozungumza na malaikazi, wa idh qala rabbuka lil malaika inni ja'ilun fil ardi khalifa, mimi nataka kumleta kiongozi. Maneno mengi, lakini mwisho akauliza ataj'alu fiha man yusidu fiha wa yasfiku dima, unataka uweke katika nchi atakayekuja kuharibu sasa. Lakini pia akaanzisha vita na ubabe na zogo na fitna na mitihani mikubwa kuiharibu nchi. Lakini kabla ya kumaliza hapo, nakumbuka iko hutuba moja ya Mtume Muhammad, alipanda kwenye mimbar kana kwamba alikuwa anang'oka na mimbar, kwa sababu wakati anazungumza ishtaddat ghadabuhu, ule usiriazi ulikuwa mkubwa kuliko hata mimi nilivyo. Wa ala sautihi, na sauti ilikuwa kali na saa nyingine inashuka. Ihmarrat wajhuhu, uso mwekundu, kaannahu yundhiru aljaish, kama anaongea na makomando. Maneno yote haya ya kututisha. Sayyidina Nawas bin Sam'ani anasimulia kipindi anamzungumzia atakayekuja kuiharibu ardhi, na huyu ni Masihi Dajjal. Atakuja kuharibu maisha ya watu, atabadilisha mfumo, ataleta zogo, atavuruga amani na upendo uliokuwemo. Mtume alibadilika kwa kiasi kikubwa sana. Sasa utaka kumleta atakayekuja kuharibu ardhi. Sayyidina Abdullah bin Jabir katika hadithi hiyo anasema, kanat aljinn qabla al-insan bi'alfi ama, walikuwepo majini miaka 2000 iliyopita kabla ya kuumbwa mwanadamu. Majini wale wakaanzisha fujo, wakapigana vurugu nyingi baada ya kuwekewa nchi hii. Fab'atha Allahu ilayhim jundan min almalaika, Mwenyezi Mungu akatumia askari wa kimalaika, fatharaduhum min jazail bihar, wakafukuziwa huko wakaishi kwenye fuo za bahari, na majini na mkubwa wao wanaishi huko. Kwa hiyo malaika walikuja kama na mapanga, kama na mabomu, wafukuza majini. Wamepewa sehemu ya neema, sehemu yenye madini, sehemu yenye mito, sehemu yenye asali, wakashindwa kutumia, wakapokonywa, wakafukuzwa. Sasa ndo wanauliza yale yaliyotokea kwa majini hayatotokea kwa hao viumbe wanaokuja kuiharibu nchi. Lakini sio hivyo tu. Ndio maana leo hapa Dar es Salaam mwajua ardhi ina thamani sana kuliko chochote mabwana, na ardhi inazidiana. Ndio maana hata binadamu alivyoumbwa hakuumbwa na ardhi moja, ardhi inatisha. Qabadhatuhu Allahu min qabadhat jami'a man fil ardhi. Hayo material ya mzee Adamu mwenyewe, angalia mchanga ulivyokuwa na thamani. Aliumbwa na udongo, tini lazim, yani stage mbalimbali za udongo, udongo wa hivi, udongo wa hivi. Ndio maana watu wakaja katika shikalu mutanawwi'an fihim al-aswad wal-abyad wal-ahmar. Usijigambe we Muhindi mweupe, we Mwarabu, we Msomali mweusi. Hizi zote ni material ya udongo tu, aloumbiwa kiumbe wa kwanza. Ardhi ina thamani, sio udongo. Hata nyie mloumbwa kwa udongo, majengo yote mnaojifakhiri yote hayatoki mbinguni mabwana. Hapa saramiq, ardhi ya cement, masajadati, makapeti, madini, matailis, manini, marembo yote udongo. Na udongo ndo unaotulisha sisi, na udongo ndo unaotuvisha sisi. Udongo ni mali. Ndio maana hapa Dar es Salaam ukimiliki kiwanja, shehe wangu, unaona kama umepewa ufalme mzima na mulku wa Suleiman dunia nzima. Nacho kiwanja Chanika bwana, Mbezi, nacho kiwanja aso hivyo. Juzi nilikutana na mtu mmoja akaniambia, Sheikh Uthman, nikamwambia naambie ndugu, ambia hapo uko Bahari Beach bwana kuna kiwanja. Nikamwambia shilingi ngapi? Bilioni 3 Sheikh, kinakufaa.
Nikamwambia hiyo bilioni 3 yenyewe na iota. Hiyo ni ardhi, sio nyumba. Kiwanja kimefikia stage hiyo, bilioni na kadhaa, na hiyo ni ndogo. Ardhi, na ardhi thamani yake haijaanza leo. Asema ishtaka Arwa ila Marwan ibn al-Hakam, katika wale 10 al-mubasharun lahumul janna, yuko mmoja anaitwa Saad. Katika wale sahaba waliobashiriwa pepo kuna mwanamke anaitwa Arwa. Alienda kumshtaki sahaba huyu kwa kiongozi mmoja anaitwa Marwan ibn al-Hakam. Akaambia, e bwana Marwan, sahaba wa mtume huyu kanidhulumu ardhi yangu, kwa sababu kaniona mimi ni mwanamke, kanidhulumu. Sahaba akaenda kuletwa, akaambiwa, kwa nini unadhulumu kiwanja? Ardhi ni mali, ni urithi wake, unamdhulumu mwanamke na wewe umebashiriwa pepo. Angalia yule sahaba akasema, nawezaje kumdhulumu binti kama huyu, mama kama huyu, wakati Mtume Muhammad ana maneno mazito kuhusiana na thamani ya ardhi. Akasema, atakaye mdhulumu mwenziwe ule unyayo tu, kipande tu cha ardhi, mguu mmoja, lakini wewe ushadhulumu miguu mitatu, mipaka hiyo, unyayo tu, Mwenyezi Mungu siku ya Kiyama huyu mtu atambebesha mbingu 7 na ardhi 7 shingoni mwake, uzito mkubwa. Kwa sababu ukimiliki ardhi hapa juu haijaishia hapa, mpaka mwisho, kwa sababu hakuna anaweza kujenga juu yako. Na ukimiliki ardhi chini mpaka inapokwenda, hakuna mwingine anaweza akaja kujenga chini yako. Uzito mkubwa huu. Nawezaje kumdhulumu shamba lake? Angalia wewe unayodhulumu mashamba ya watu, hatari kubwa, na ukajiona mjanja. Wewe unayeuza viwanja, madalali mara 2, hatari kubwa hii. Wakasisimka, lakini akamwambia, kweli maneno mazito umesema, lakini tutoe tuhuma, kwa nini amekushtumu wewe? Sahaba akasema, mambo ya ardhi sio ya kugombania, tutayaacha, ila alichokifanya kunituhumu ni kikubwa, na mimi nina tazkia ya mtume ya kwenda peponi. Mimi nasema tusinyang'anyane, mpeni yeye hilo shamba, mpeni yeye, lakini kama wallahi si haki yake, a'ma Allahu basaruha, Mwenyezi Mungu amtie upofu, awe kipofu, na si upofu peke yake, na ile shamba iwe sababu ya umauti wake. Wanasema haikupita mwezi, bibi kawa kipofu, karamata auliya Allah, mawali wale kipofu, haoni. Madina hiyo, na ndani ya lile shamba kulikuwa kuna kisima kirefu, na ule upofu anakwenda hana kaida, kagusa, kadumbukia, kapotea, ikawa sababu ya umauti wake. Kesi za ardhi zilianzia zama hizo. Sasa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ameonya vikali hizi ardhi zisiharibiwe, kwa sababu ndani ya ardhi ameweka dini. Nabii Allah Adam alivyofanya makosa kibinadamu, faazallahuma shaitan anha faakhrajahuma mimma kana fihi, alivyoteleza katika ardhi ya dhahabu ya peponi, Mwenyezi Mungu alimuondosha kule, qulna bitu minha jamia, aliambiwa mzee ondoka. Alivyoondolewa pale, kuna sehemu nyingine nyingi tu za kuishi, lakini angalau patakapomfaa, angalau pengine patamrudisha kwa baadaye kwenda kule peponi, alionekana aje kukaa katika ardhi. Akachukuliwa na upepo na Adam, ukampeperusha upepo mpaka juu ya mti India, akashuka, na mkewe ukampeperusha mpaka Jida, wakashuka. Kisha Mwenyezi Mungu asema, falamma yatiyannakum minni huda, huko
nitakuleteni Uislamu. Faman tabi'a hudaya fala khawfun alaihim wala hum yahzanun. Inaonekana Nabii Adam aliondoshwa, alifukuzwa peponi, lakini kwa sababu amekuja huku ardhini, hakuja jela, amekuja kuwa mfalme. Kwa sababu kabla ya maneno qul nahbitu minha jamia, Mwenyezi Mungu alitangaza inni ja'ilun fil ardi khalifa, taka kumleta mtawala aje kwa heshima, aje asujudu, aje apate maisha mengine mapya. Na alipokuja huku akapata watoto, kule hakupata, akapata neema za kila aina. Lakini pia Nabii Adam alikuwa akiishi bila kufua nguo na kuwa nazo tu, alikuwa akila bila kulima. Lakini ardhi ilivyoaminiwa na Mwenyezi Mungu, alishushwa sehemu, hana shamba, hajui maji yatapatikana wapi, lakini alivyotua tu, wallahi kila kitu kiko automatically, kinafanana na kule. Alikuta maji mpaka yale baridi, kama atahitaji maji baridi kupitiliza. Lakini pia akakuta moto, miundombinu ishatengenezwa, atahitaji kupika chapati, atahitaji, akakuta chumvi, akakuta nafakati, matunda mbalimbali yashadizainiwa, embe lishatiwa sukari, pilipili ishaikwa washasha, ndimu, yani kila kitu kimeseti. Amekuja kufurahi. Ndiyo maana kuna baadhi ya matunda hapa usiyachukulie unyonge, mpaka kesho peponi yatahama. Kullama ruziqu minha min thamaratin, asema vipi? Qalu ruziq hadha ruziqna min qablu wa utubihi mutashabiha. Watapewa vitu vinafanana, mpaka ili embe silikuwa nkila jamani zamanini. Kwa hiyo kuja duniani si unyonge, na dunia ni tamu sana. Hata Mtume keshawahi sema adunia mataun, dunia ni tamu. Lugha fupi, duniani ni sehemu ya kuenjoy. Kuna picnic nyingi, kuna kuenjoy life. Yani maisha ya dunia ukipata siha njema, maisha ya dunia ukipata pesa kidogo, maisha ya dunia ukiwa una dini, wewe utaenjoy. Na kila kitu chake raha ni nyingi kuliko matatizo. Tumewekewa wake, tumewekewa vyakula, tumewekewa vinywaji, tumewekewa usingizi, yani kila kitu. Dhiki ni chache kuliko furaha. Sasa maisha yakiwa yanaenda vizuri, huu ni mpango wake Allah. Na wewe ukiona sasa maisha yanaenda vizuri, usiharibu. Sasa tumejikuta duniani, Nabii Adam kajikuta kashukia India, sijui imekuwaje kajikuta Maka. Maisha yote haya, na wewe leo hii umejikuta umezaliwa Tanzania. Sasa nisikilize, inna Allaha azizun hakimun liannahu wada'a kulli shay'in fi mawazinihi. Mwenyezi Mungu ana hekima. Maana ya hekima ni kukiweka kitu sehemu yake, jicho likayapa. Mwenyezi Mungu angekosa busara, mambo yangeenda hovyo. Ingekuwa wewe umezaliwa macho yapo chini ya nyayo za miguu, sikibarua hichi hutuba mngeniangalia vipi? Raha ya kusikiliza unione. Ingekuwa nyote mmenyanyua miguu namna hii, uko wapi wewe bwana? Ingekuwa mnachoka. Masikio yamekuwa ovyo ovyo makwapani, mngenisikilizaje? Si mikono ingeuma, mngekuwa hivi tu. Wala dhalin, mkitaka kuitikia amin kwanza mweke hivi, amin. Mdomo upo kisogoni, sasa mic ndio hivi. Ingekuwa shida kubwa. Jicho hapa, pua hapa, sikio hapa. Miongoni mwa hekima zake sisi kuwa Watanzania, tena kuwa Waswahili, tena kuwa na kabila zetu tofauti. Sasa nakwambia wallahi, Tanzania tumepewa kila kitu na nusu. Kuanzia wanawake ni wazuri, kuanzia vyakula vyetu ni vizuri, hali ya hewa ya Tanzania inatisha, ya pekee kabisa. Ni nchi ya pekee, ni nchi tajiri ya kila neema. Juzi nilikuwa nazungumza na mteja wangu pande za Russia. Sehemu hizi kama Sweden, Russia, usafiri wao mkubwa, wanawake mpaka wanaume, mabwana baskeli. Yani katika nchi maskini za kusikitishwa, Tanzania haimo. Kuna nchi maskini hatari, tena nchi kubwa kubwa, Tanzania habari hakuna.
usafiri wao mkubwa shekhe ni baskeli. Utaona tu watu wanaishi nje, Watanzania wenzetu waliokuwa nje wanatuelewa. Sasa wakati nazungumza naye, ni mama yule, ambia shekhe naenda mbali na mimi ndo nasukuma baskeli, huu muda ishaanza kuingia jioni, itakuwa hatari kwangu. Namuuliza hatari ya nini? Ambia barafu zinadondoka zitaniua. Yani kuna baadhi ya nchi hizo pande za Russia, yani wao baadhi ya nchi kama hizo jua baada ya miezi 6 kuliona ni kitu cha kawaida. Tena nikuambie, hakuna issue kumiliki gari. Umiliki gari ya nini? Kwa sababu gari yako, ukiwa unamiliki gari itakuwa tabu, asokuwa na gari anaenjoy kuliko wewe. Kwa sababu dakika 5 ni nyingi, ukitoka nje gari imeganda, hata milango haifunguki. Hiyo gari labda uiwashe muda wote iwe silence, haizimwi, inaganda. Hawavai nguo moja kuanzia nguo 6. Vyakula kama nyama hakuna friji. Kila mtu anatundika kwenye nyumba yake. Mtu anachukua ndizi imeganda ndo anagongea msumari kwa ugumu wake, hailiki tena. Maisha magumu sana, maisha ya baridi sana, maisha ya dhiki. Kuna mji mtamu kama Saudi Arabia. Saudia isikie hivi, kipindi cha hija, baadhi wanatueleza kila dakika kadhaa watu huswalia maiti. Kwanza kwa msongamano ni kweli, lakini kuna joto si mchezo. Ina maana joto la Maka, ikiwa kipindi cha joto ni joto kweli kweli, ikiwa kipindi cha baridi baridi kweli kweli, ikiwa kipindi cha tufani zile, pumzi, hewa, mawimbi, vimbunga, sonata kweli kweli. Hakuna utulivu wa moja kwa moja. Lakini ukija nchi yetu ya Tanzania, unakuta mfano bandari, si tunao bandari ambayo au bahari ambayo una uwezo wa kusafiri kwenda popote pale. Popote pale. Kuna madini yanaitwa Tanzanite, hayapatikani popote dunia nzima. Na kuna madini ghali yanapatikana nchi zingine kwa nadra, lakini hayapatikani ovyo ovyo, ila Tanzania yapo. Na yamejaa kwa kiasi kikubwa sana. Nchi ya Tanzania ina matunda, hasa mkoa niliozaliwa mimi. Kuna matunda hata ukija hapa Dar es Salaam uyakuti hayafiki mpaka uende Tanga. Hayo matunda yapo. Lakini watu wa Tanzania ni watu wakarimu, ni watu wanapendana. Ni watu ambao kwa sisi wenyewe tunaona, wala hatukufuru wengine, lakini design ya watu warembo Tanzania wamo wa hali ya juu kweli kweli. Wale wa Amerika wale, ukimkuta mtu mweusi kule ni mwanamke kweli kweli wa kugombania kisawa sawa. Lakini pia ni zile nyenzo tu, lakini Mwafrika pia ana akili kubwa sana. Lakini pia ni watu stronger, ile madini yao kiafya. Wenzetu wanakufa hata kwa mafua tu, wanapoteza maisha. Lakini Mswahili la. Sasa nchi yetu hii ya Tanzania, hata kuna wanyama ambao hawa wanyama huwezi kuwapata popote duniani. Angalia, utaona mara sijui mamba kaazimwa sijui South Africa, mamba wa Tanzania, mara hawataki kumrudisha mpaka tukanyang'anye. Wengine nchi nyingine wanakuja kuazima kobe. Nyie mnaenda Marekani kutalii, lakini wazungu wanahangaika. Utakuta huko Zanzibar hawapumziki, wako huko Moshi, wanakuja kuangalia tu, mara milima, mara kitu gani. Huko kwetu Tanga utashangaa Waarabu wamefika, na kuna Wasambaa kama Waarabu. Wazungu wameacha athari, kwa sababu Tanzania haijambo, ina neema za hali ya juu. Lakini pia ni watu wana vipaji vingi sana. Yani Tanzania kila kitu wako mbele. Kwa bahati mbaya hata mambo ya dunia wanatisha. Kama utatizama waimbaji wa hapa, yani Kenya haioni ndani, wala Uganda, wala popote, baba lao Tanzania. Njoo kwa wasoma tajwidi, njoo kwa mashekhe wazungumzaji. Yani Kenya iko nyuma, Uganda iko nyuma, Burundi iko nyuma, baba lao Tanzania. Basi mpaka jeshi pia Tanzania. Yani Mwenyezi Mungu ametupa neema kiasi ambacho kuishi hapa. Naye rafiki yangu mmoja nampenda sana, wawili waliniambia, Sheikh, twende tukasome Mauritania. Juu ya mwewe masaa 8 upo juu ya ndege bila kutua.
Osman Michael, twende Mauritania. Sasa hivi Saudia haioni ndani, imekaa kama ardhi ya kiswahaba kweli Sheikh. Wakatoka, kila mmoja kauza biashara yake, mwingine kaitoa ikram, naenda Mauritania, tunaenda soma na maisha mbele kwa mbele. Wakasafiri wakaenda mpaka Mauritania, anambia ndege kubwa, husikii chochote, mpaka wanatua ardhi ya Mauritania. Walivyoshuka wakaona Waarabu wa kule kwanza mwanzo mwisho, sio kutembea kwa miguu bila viatu, usafiri mkubwa, punda, alopanda bei kidogo labda farasi, ngamia. Wakawa elewi hicho kibanda walichotua. Akasema hapa ni vipi? Ambia ndo tunalala, ni kibanda hasa cha kijijini. Wakajua tumetua ili kesho tupelekwe mji mkubwa wa madrasa. Kesho hawaendi, kesho kutwa vipi? Ndo madrasa yenyewe hii, ndio mmekuja kusoma. Nauli ya kurudi Tanzania hawana, milioni. Basi dua zao kubwa, akili ya masomo iliwaruka, sonjaa. Akiingia tu hapa porini, anaokota matunda, amechumamua, anakulaiki bila hata kupikiwa, neema zilizokuwa za hali ya juu. Njaa zikawashika. Wanasema dua yao kubwa, wapate milioni warudi Tanzania. Siku wanafanikiwa kurudi, nilienda kuwapokea marafiki zangu. Nipeni ghera ya kuambia Sheikh, tulitoka nje ya nchi. Mimi nakuambia hatujatoka nje ya nchi, tumetoka nje ya rehema za Allah. Anasema wallahi, nilimwahidi kitu Allah, siku nikikanyaga ardhi ya Tanzania nitafanya kitu kwa ajili yake. Niliona Tanzania ni pepo, Sheikh Uthman, niacha, hii ni pepo. Na watu wengi, mimi kwa sababu nafanya biashara kimataifa, na wasikia wa Marekani walokuwa sijui wapi. Hata kama mmefanya biashara, ukimtajia pesa, Sheikh, usione tuko nje huku, hakuna maisha, tunatumikia wazungu, tunapata tabu, tunaomba asa turudi nyumbani. Na wengine wapo huko wameshanyang'anywa na watoto wao na wazungu, hawana ulezi. Tanzania nchi nzuri, nchi zingine yule mnyama tu ukimchinja unafungwa, hujatoa haki za mnyama, unakula nyamafu. Hurrima alaikumul maitata, mnaenda kula nyamafu. Lakini sio hivyo, fankihu ma tabalakum minan nisai mathna wa thulatha wa ruba. Mimi na mke zaidi ya mmoja, na hakuna yote wa kunifanya kitu huko. Ukifanya hivyo unafungwa. Uheshimu haki za binadamu. Kwa hiyo hata ile kumwabudu Mungu kivizuri hakuna fursa hiyo. Ndio maana namwambia rafiki yangu mmoja, hata hayuko mbali, ananiona. Nilimwambia siku moja, wallahi, popote Ulaya maisha yakikaa vizuri, popote Ulaya, Tanzania tuna enjoy. Tanzania tuna rasilimali nyingi, isipokuwa uvivu nao ni adui ya maendeleo. Kila siku connection zimejaa. Geita huko, nendeni mkachimbe dhahabu, kuna kazi 5. Hizi kazi 5 ukizifanya we Tanzania unatoboa, ndugu yangu Muislamu. Mweke tu Allah mbele. Wewe unafanya vikazi vidogo na kati upo nchi yenye neema kubwa. Ndio hii Tanzania sasa. Kazi 5 hizi, tena Tanzania peke yake ndio unatoboa, kwingine utoboi. Na kwa Tanzania unaweza. Biashara ya kwanza kabisa, biashara ya vyakula. Naye mzee wangu Allah amrahamu kafa juzi, kwa mbuzi, ni vyakula hivyo, apeleka Dubai, kajenga majumba ya hatari. Nchi yetu inalisha sana nchi nyingi. Kilimo Tanzania tuna alizeti, tuna kila mazao. Agiza semi huko, agiza nini huko. Mimi zamani nilikuwa mkoa wa Dar es Salaam, ni miongoni mwa watu wanaoleta wanyama kutoka Singida huko. Unachukua mbuzi 25 ukija Dar es Salaam laki, akitoka nje mambo mengine. Kuna tenda za samaki, tuna samaki wa kila aina hapa, kuna tabu. Na rafiki yangu Sheikh Haji Upepo namsifia, alikuwa Pemba juzi. Namwambia chai ya asubuhi tunakula samaki, mchana samaki, usiku samaki. Akaambia hiyo itakuwa ilikuwa nyumba ya wavuvi hiyo. Hizi ni neema za Tanzania. Kuna samaki wa kila aina. Juzi nimepita Rozana hapa, kuna samaki nimeonyeshwa hata siwajui. Yule mtu mmoja, Sheikh, nunua hawa, chukua. Siwajui, wewe chukua tu. Walipoenda kupikwa nyumbani, habari yake kubwa.
hao wote Tanzania, wapati pengine popote. Na nimegundua kwa sababu mimi nishapita pita pale Mombasa, nilioneshwa samaki, ambia hawa tunaenda kuanunua Tanzania. Pale hamna. Biashara ya vyakula Tanzania unakuwa vizuri, matunda hayo. Biashara ya pili Tanzania, biashara ya madini mabwana. Ukigusa madini wewe ni milionea na watakuheshimu. Si nikumalizie maneno, wewe unasema Kongo kuna madini, wanakuja kuuza Tanzania vile vile. Hapa kuna soko la wafanyabiashara wadogo na wakubwa. Kutoka hapa kwenda Thailand, wa Tanzania wengi wanaenda Thailand kuuza madini. Hapo Dubai ndio usiseme. Yani Tanzania madini yanaotoka Geita, yashafika airport ya Dubai, kitu keshi. Wa Tanzania wananyanyuka tu. Na hakuna anayekatazwa. Serikali inakupa kibali kwa urahisi kabisa, wala haina wasiwasi wowote. Hujafuatilia tu. Ndio maana sasa labda tumepata ufinyu wa maarifa, watu wa nje kuna kitu wamekiona, ndio maana tunachezewa iharibike kidogo, wenye mikono yao waingize, waanze kuchukua vya kuchukua, kwa sababu tunavyo vya kunona, lakini inaonekana kama hatuna maamuzi navyo. Kwa hiyo ndugu zangu wa Kiislamu, tunarudia kusema tena, Tanzania ni nchi yenye neema. Miaka zaidi ya 10 iliyopita mimi nilikwenda nchi ya Kongo. Kule wanaongea Kifaransa sana na lugha zao zingine. Nilienda kufanya mazungumzo na Waislamu wa kule, nikawa nafanyiwa tarjama. Naongea Kiswahili, wanafasiri kwa Kifrenchi na lugha za Kikongo na nini. Basi wale watu walinipenda sana. Na wallahi hawakunipenda kwamba eti wananiona shekhe, kwa kitu kimoja tu. Walinipenda hatari, Kiswahili. Yani wallahi nilitoka na Kongo wengi wananiambia, shekhe tukasomee wapi tujue Kiswahili? Wapi tukasome? Si tunataka Kiswahili. Yani kile Kiswahili wanaona ladha nacho. Nikaenda nchi ya Burundi kwa mzee wetu mmoja mpenda kheri. Akanambia, naye Kiswahili chake hakijanyoka. Akanambia, shekhe ukija huku kwetu hata usitie aya na hadithi. Yani kile Kiswahili tunavyokisikiliza, yani tunaona kama ni aya za Mungu vile. Tunaona kama Kiarabu, Kiswahili. Kisha akaniambia maneno nikafurahi sana. Akanambia, unajua Kiswahili kimezaliwa wapi? Ngambia sijui. Akanambia, Kiswahili bwana kimezaliwa Tanga. Nikafura kichwa, si ndio kwetu? Ngambia barabara. Kilivyozaliwa Tanga Kiswahili. Anasema Kiswahili mimba yake ilitunga Tanga, halafu kikazaliwa Zanzibar, halafu kikaanza kulelewa Dar es Salaam, halafu kikaenda Kenya, kikaanza kupata homa, mtoto akawa na degedege kidogo, homa ikapanda. Kilivyofika Kongo, kilivyofika Burundi, inna lillah, kikafa kabisa. Kilivyofika nchi zingine ndo matanga, hakuna tena Kiswahili. Na leo ukifungua baadhi ya simu, ndani yake utakuta zina mfumo ya Kiswahili. Kuna Wachina wengi hatari. Wachina wanajifunza Kiswahili. Sisi tumekutana nao kwenye mashurati. Na hapa Dar es Salaam Wachina wanajifunza Kiswahili. Kiswahili kipo juu. Kiswahili hasa. Hasa kwa mfano nchi yetu imetawaliwa kwa kitu gani? Ukiuliza mfano nchi ya Kenya, wao lugha yao mama ni ipi? Ni Kiingereza nchao. Ukiwarudisha kwa Kiswahili wanakijua? Hawakijui. Lakini sisi ukiingia darasani kuna somo maalum la Kiswahili. Na ndio maana nyinyi hamjagundua, lakini zile nchi fulani zikiwasomesha watoto elimu kubwa huwaleta Tanzania, hasa haya mambo ya sekula. Kwa sababu huwezi kumsomesha mtu lugha mama, huwezi kumsomesha mtu proverbs, huwezi kumsomesha mtu misamiati ya Kiingereza mpaka awe anajua ile misamiati vizuri ya Kiswahili. Kivumishi, kiwakilishi, nomino zote unazipata hapa Tanzania kwenye kamusi ya Kiswahili. Tunasoma Kiswahili kuanzia nasari, tunasoma la kwanza mpaka la 7 Kiswahili, masomo yote. Uko sekondari ndo kidogo uzungu kama lugha ya biashara. Ndo kama lugha ya biashara. Na ndo maana hata kile kizungu unakipata vizuri kwa Kiswahili. Mfano, ukimpelekea mtu wa Kenya ukimwambia Nike, hili neno Nike, utamwambia kwa nini hii N imekuwa I?
Kwa Kiswahili tunasoma nike. Ukipeleka kwa Mkenya atakucheka, nike tena, kwa sababu wewe unasoma hizi silabi a, e, i, o, u ambazo so a, b, c, d. Utazisoma Kizungu na utazisoma Kiswahili. Sasa vile zinavyosoma ni tofauti na vile zinavyoandikwa. Kwa hiyo unakuta unapata hata miundo ya yale maneno, unapata mfumo wa yale maneno. Manake a itasomeka a, e itasomeka sui i. Sasa unakuta inaumba lile neno la mbele, kwamba hapa Nike kuna a na i ambao ni a na e, ndio unakuta maneno ya nyuma yote yanabadilika na vitu vyote ndo asili. Ukimpeleka mwenzio Mkenya ukamwambia nike maana nini, ile a, e, i, o, u, mwenzio hajui. A, B, C, D, E, F, G hicho ni Kiingereza. A, B, C, D, E, F, G zinasoma Kiswahili kwanza, unaundiwa maneno. Kuna vitu katika Kizungu vinaitwa particular things, vitu muhimu ni article. Hizi article huwezi kumuelewesha hata mtu wa Kenya. Ndio maana mtu mmoja anasema hivi, alikuwa ni mwalimu, ni Mjaluo, alikuwa anasema, wajua Kenya English yao ni broken. Unasemaje wewe? Wanaongea sana Kiingereza. Ambia kwenye sheria basi ni kunongoneze, wanasema Kiingereza cha sawa. Na mimi kwa sababu nilisomea grama za lugha, wanasema Kiingereza cha sawa ni cha Mwalimu Nyerere, na ndio ukweli wa mambo. Kinachunga grama kwa wale wanaotaka kufaulu mitihani, basi lazima kile Kiingereza chao kiogelee ndani ya nchi ya Tanzania. Sio hivyo tu, hata katika mambo ya kidini wa Tanzania wanatisha. Sio hivyo tu, hata katika mambo ya kiuchumi wa Tanzania wanatisha. Sio hivyo tu, hata katika kijeshi wa Tanzania wanatisha. Namaliza maneno na mzee wangu katangulia mbele ya haki, Mujahid Al-Kabir, baraka yetu, alikuwa ni mwanajeshi mkubwa. Mara kwa mara nilikuwa nikimpeleka Ikulu kipindi kile cha mzee Kikwete. Basi akanambia maneno nikashangaa. Asema katika mambo ya kiintelijensia, nchi ya kwanza duniani Uingereza, ya pili Tanzania. Akanambia usione jeshi hili dhaifu, ni jeshi muhimu. Ndio maana tulivyotaka kulichezea jeshi kama wenzetu jirani wanavyochezea jeshi lao, tuliona cha mtema kuni, hatujarudia tena. Na ndio maana Mungu aibariki nchi hii, mpaka leo amani tunayo. Sio kwamba ni ubwege wetu, hakuna ubwege, tunayo neema. Maka kuna amani ambayo Allah ameipromise, lakini hali ya hewa saa nyingine inaleta tabu. Mpaka ukisoma katika hikaya, Nabii Ismail alishtakia sehemu yake joto, pakatua baridi sehemu yake. Joto la Maka lilianzia tokea siku hizo, watu wanakufa. Lakini Tanzania hakuna habari hiyo. Hakuna mvua za hatari, mafuriko itokee tu. Kwa hiyo kuna amani mpaka muundo wake. Mimi mwenyewe binafsi, miongoni mwa vitu ambavyo ninashinda navyo, huwa sipendi kusafiri. Napenda kubaki katika nchi yetu, na ina mambo makubwa. Tunamwomba Allah sote sisi kwa baraka za Mtume na baraka ya Ijumaa atupe neema za Tanzania zote tuzidiriki. Tusemeni amin. Tunamwomba Allah subhanahu wa ta'ala atupe utulivu hivi mpaka roho zetu zinaondoka. Tunamwomba Allah subhanahu wa ta'ala vizazi vyetu viishi kitanzania Tanzania. Baada ya kusema hayo, tumwombe Allah atujalie kuwa wafuasi wa hakika wa Mtume Muhammad sallallahu. Wa qala azza min qailin alim, fa idha qara'ta al-Qur'ana fasta'id billahi minash shaitanir rajim. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim.